إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, hutuba ambayo nitakwenda kuizungumzia katika Ijumaa yetu ya leo insha Allahu ta'ala, ghillu suduri, chuki ya vifua. Hii ndiyo ambayo itakuwa ni hutuba yangu insha Allahu ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, chuki zimejaa katika majumba yetu. Baba na watoto wake, watoto na mama yao, ndugu kwa ndugu zao, marafiki kwa marafiki zao, wafanyakazi kwa wafanyakazi wenzao. Jambo hili ni katika maradhi ambayo makubwa sana. Nimeona kuna umuhimu wa kwenda kulizungumzia jambo hili insha Allahu ta'ala, na jambo hili nimekwenda kuligawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, asbabuhu, nitakwenda kuangalia sababu ambazo zinazopelekea mwanadamu akaweza kuwa na chuki na mwenzake ni sababu gani. Lakini sehemu ya pili tutakwenda kuangalia wa adhararuhu, madhara yake ya chuki ni nini. Baada ya kuwa umemfanyia ndugu yako Muislamu chuki katika moyo wako, je, madhara yake yatakuwa ni madhara ya aina gani baada ya kitendo cha chuki? Lakini kulingana na wakati, huenda nisiikamilishe hutuba hii insha Allahu ta'ala. Lau mathalan uongozi wa msikiti wakinipa fursa ya nafasi ya pili, na maanisha Ijumaa inayofuata nitakuja kuikamilisha hutuba hii insha Allahu ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, alghillu khuluqun dhamimun, chuki ni tabia ambayo chafu. Yunqisul imana, jambo hili la chuki linakwenda kupunguza imani ya Muislamu. Wa huwa min aswa'i a'malil qulubi, na chuki ni miongoni mwa amali mbaya ambayo inapatikana katika nyoyo za wanadamu. Wa aswa'il akhlaqi,
na vile vile ni tabia mbaya katika zile tabia ambazo mwanadamu yupo nazo. Fa inna dhaghaina wal ahqada, hakika jambo la chuki na kinyongo kwa huyu mwanadamu, idha mtalaat biha alqulubu, linapokwenda kupatikana katika nyoyo za wanadamu, asbahat maridhatun, nyoyo za wanadamu kama wale zinakwenda kuwa ni nyoyo zenye maradhi. Mwanadamu yoyote katika moyo wake akiwa na kitu kinachoitwa chuki, basi afahamu ya kwamba huo moyo wake ni mgonjwa, unahitaji tiba ya Allah jalla fi'ala na tiba ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslimin, mambo matatu yakipatikana katika moyo wa Muislamu, yakipatikana katika moyo wa mwanadamu, mambo matatu haya yatakwenda kutibu moyo wake usiweze kuwa na chuki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, jambo la kwanza, ikhlasul amali lillah, ni pale Muislamu anapokwenda kuifanya amali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pale Muislamu nia yake wakati anaifanya ile amal iwe ni nia sahihi amama Allah. Ikiwa mathalan anasali, basi asali akiwa na nia safi kwa ajili ya Allah. Ikiwa anatoa zaka, nia yake iwe safi kwa ajili ya Allah. Ikiwa anatoa sadaka, nia yake inatakiwa iwe safi katika ile sadaka ambayo anayoitoa. Ikiwa nia itakuwa safi, analifanya lile jambo kwa ajili ya Allah jalla fi'ala, ni tiba mojawapo katika moyo wake kuondokewa na chuki mwanadamu kama huyo. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wanushu li a'immatil muslimina, ni pale Muislamu anapokwenda kufanyia kazi nasaha za viongozi wa Kiislamu. Mwanadamu hajakamilika, mimi na wewe tuna mapungufu yetu katika yale tunayoyafanya. Mathalan, kiongozi wako, imamu wako ameona ya kwamba katika matendo unayoyafanya kuna jambo ambalo halimridhishi Allah jalla fi'ala, kuna jambo ambalo limekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakuita imamu wako, kiongozi wako, akakueleza, ndugu yangu mpendwa, kuna jambo fulani, tabia fulani upo nayo katika maisha yako, tabia hii Allah anasema hivi, tabia hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi. Naomba ndugu yangu, achana na tabia hii, usalimike na hasira za Allah jalla fi'ala. Utakaposema sam'an wa ta'an, kwamba nimesikia na kufuata, wallahi hii ni sababu mojawapo ya kuonyesha moyo wako hauna chuki. Ama jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, waluzumu jama'atihim, na kulazimika kuwa pamoja na viongozi wako. Kuna mambo ya kheri wanayafanya, jaribu kuwa pamoja nao, ima kutoa mchango wa kimaneno, ima kutoa mchango wa kifedha, au kushirikiana nao katika jambo kama lile. Kiongozi wako anaposwalisha, sali nyuma yake, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu leo, mtu fulani anaposalisha basi hawezi kusali nyuma yake, yupo radhi afunge swala kivyake au atoke ende akasali nyumbani. Kwa sababu gani? Kiongozi yule, imamu yule, yeye na yule kiongozi haziendi pamoja. Haya ni makosa. Muislamu anapoamua kuwa pamoja na viongozi wake katika mambo ya kheri, afahamu ya kwamba katika moyo wake hana kitu kinachoitwa chuki. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Ibn Majah kwa nambari 188,
Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi targhib, utaipata kwa nambari 3254. Waqad imtadaha Allahu ahla al-iman, na hakika Allah jalla fi ula amewasifu wale watu ambao wenye imani, alladhina khalat qulubuhum min al-ghilli wal-hikdi wash-shahnai wal-hasadi, watu ambao nyoyo zao zimesalimika kutokamana na chuki na kinyongo na machafu katika nyoyo zao na hasad. Wamtalaat suduruhum bihubbil khairi lilmu'minin, wakaweza kuzijaza nyoyo zao kupenda kheri kwa ndugu zao waumini, fi kulli makanin wa zamanin, katika kila mahala na wakati. Faqala, Allah akasema kuwasifu watu hao, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada ya mtume na masahaba zake, na maanisha ni wale tabi'ina wa tabi'i tabi'in, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema Mola wetu mlezi tusamehe dhambi zetu, wali ikhwanina, na usamehe dhambi za wale ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ambao wametutangulia katika imani, wala taj'al fi qulubina, wanamwambia Allah, na wala usijalie katika nyoyo zetu, ghillan, chuki, lilladhina amanu, kwa wale ambao kwamba walioamini, rabbana, Mola wetu mlezi, innaka raufur rahim, hakika yako wewe ni mwingi wa huruma tena mwenye upole. Hii ni sifa ya watu wema. Mwanadamu anapokuwa hana chuki, hana kinyongo na ndugu yake Muislamu, afahamu ya kwamba sifa hiyo ni sifa ya wale waliokuwa wema. Kaangalie suratul Hashri aya nambari 10, wa min ahammi asbabi ghilli suduri wa hikdil qulubi, na miongoni mwa mambo muhimu ambayo yanakuwa ni sababu nyoyo za Waislamu kuwa na chuki, vifua vya Waislamu kuwa na kinyongo. Awalan, jambo la kwanza ambalo linalosababisha kati yako wewe na mimi mpaka tuwe na chuki baina ya ndugu zetu, dhaafu silati billah, ni pale mahusiano yetu yanapokuwa ni dhaifu baina yetu sisi na Allah jalla fi'ala. Mahusiano yako yanapokuwa ni dhaifu baina yako wewe na Allah jalla fi'ala, fahamu hii ni sababu inayopelekea ili uweze kuwa na kinyongo katika kifua chako na katika moyo wako. Wa huwa sababun fi saytarati alahwa'i washahawati ala alqulubi, na ndiyo sababu kuu ambayo inayowapelekea wanadamu leo wakashindwa na hawa na matamanio ya nafsi zao katika nyoyo mpaka kwenda kuyafanya mambo yaliyokuwa mabaya. Bal huwa mad'atun limtila'i alqulubi ghaydan wa hikdan, bali jambo hilo la kuwa mbali na Allah jalla fi'ala linapelekea kwenda kujaza nyoyo za wanadamu ghaydan wa hikdan, chuki na kinyongo baina ya ndugu zako Waislamu, wa baghinatan ala al-akharin, na inapelekea pia kuwachukia watu wengine. Leo inapokuwa mathalan katika mambo ya kheri hupatikani, katika mambo ya ibada hupatikani, katika kusoma Qur'ani haupo, katika mambo yaliyokuwa mazuri katika ndugu zako Waislamu ushirikiani nao, jambo hili la kuwa mbali na Allah jalla fi'ala linapelekea kwa Muislamu huyu katika moyo wake, katika kifua chake kuwa na sifa mbovu ambayo ni chuki. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, innal imana, hakika ya iman, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, hakika inachakaa katika moyo wa mmoja wenu, kama yakhlaqu thawbu, kama inavyochakaa ile nguo.
Mathalan, unapokwenda dukani kununua nguo, bila shaka ile nguo huwa imekupendezea, rangi yake, quality yake. Ukiangalia ni nguo hii mashaallah, itachukua muda mrefu katika kuivaa. Nguo ile unapoendelea kuivaa, kawaida yake rangi yake huwa inaanza kufifia. Kila inapovaliwa, ikichafuka, ikifuliwa, rangi yake inachakaa. Huu ndio mfano wa imani ya Muislamu. Kadiri anavyoishi katika maisha yake, imani yake pia huwa inarudi chini, kama mfano wa ile nguo inavyochakaa pindi inapokuwa mpya. Fasalullah, Mtume anasema muombeeni Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum, aweze kuifanya upya ile imani katika nyoyo zenu. Sasa ikiwa leo mathalan haupo karibu na Allah jalla fi ula, mahusiano yako baina yako wewe na Allah yapo chini, yamedhoofika, fahamu ya kwamba hili jambo litapelekea kuwa na chuki. Kwa sababu gani? Al-imanu yazidu bitaa, imani ya Muislamu inaongezeka na kuzidi pale anapofanya mambo mema, mambo ya kheri. Wayankusu bilmaasiya, na inapungua na kurudi chini imani ya Muislamu pale anapokwenda kumuasi Allah jalla fi'ala. Kwa hiyo ikiwa ukaribu wako na Allah upo mbali baina yako wewe na Allah, fahamu ya kwamba imani haiwezi kufanyiwa upya kwa mara nyingine. Kwa sababu gani? Sababu hiyo haipo. Wewe uko mbali na Allah, umemwacha Allah. Vipi Allah anaweza kuifanya upya imani yako kwa mara nyingine? Sasa ikiwa imani haiwezi kukua, maana yake lile ambalo litapatikana katika moyo wako ni nini? Ni chuki baina yako wewe na Waislamu. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea At-Tabarani, kitabu chake nambari 14, namba ya hadithi ni nambari 70. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi al-Jami, utaipata kwa nambari 1590. Thaniyan, jambo la pili ambalo ni miongoni mwa sababu za kumsababishia huyu Muislamu kuwa na chuki baina yake yeye na ndugu zake Waislamu, aljahlu bifadli salamati sadri, ni pale Muislamu anapokosa kuelewa, anapokosa kufahamu ubora na fadhila ya moyo wake kuwa salama na kifua chake kuwa salama. Wa khuturatu adami salamatihi, na hili jambo la kutokuwa salama moyo wake na kifua chake, sababun lilwuku'i fihi, ndiyo sababu inayopelekea pia kuingia katika chuki Muislamu huyu. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, wengi hatuna haja na ilmu sharii, ilmu hii ya kisheria, ilmu ambayo itakufahamisha yale mazuri ya kuyafuata ni yapi na yale mabaya ya kuyaacha ni yapi. Mtu anaonekana akisoma ilmu sharii, ilmu ambayo ni ya dini, anaonekana yupo nyuma. Wacha kukataa kusoma, hata zikawekwa durus, hata ikawekwa mihadhara, Muislamu huyu kukaa hakai kufundishwa yale ambayo yatamsaidia kwenye imani yake. Bali wengi katika Waislamu, yaumul jumaa, siku ambayo kwamba watu wanapewa chakula cha roho, chakula cha moyo, wengi wao tunachelewa kuingia ndani ya msikiti. Wanasubiria nini? Iqama. Wakisikia tu Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ndio unaona watu taratibu wanaingia msikitini. Sasa vipi wewe utafahamu ni mambo gani ambayo yatakuweka salama na imani uliyokuwa nayo? Ndio hapa nasema sababu ya pili ambayo inayompelekea Muislamu kuingia kwenye chuki baina yake yeye na Waislamu wenzake ni kuto kufahamu ubora na fadhila ya ule moyo wake kuwa salama kwake yeye. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
Amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, khairun nasi, mbora wa watu, dhul qalbi almahmumi, ni yule ambaye mwenye moyo ambao una sifa ya mahmum. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbora wa watu, mbora wa Waislamu ni yule ambaye atakuwa na moyo ambao una sifa ya almahmum, wallisani sadiqi, na yule ambaye atakuwa na ulimi wa kuzungumza ukweli. Qila, Mtume akaulizwa, mal qalbul mahmumi, ni moyo gani ambao ya Rasulullah una sifa ya mahmum? Qala, Mtume akasema, huwa taqiyun naqiyu. Allahu akbar, ni ule moyo ambao utakuwa na sifa ya uchamungu, moyo ambao ni msafi, alladhi la ithma fihi, moyo ambao hauna dhambi ndani yake, wala baghya, wala hauna sifa ya kumdhulumu mtu, wala hasada, wala moyo huo hauna sifa ya kumfanyia mtu hasad. Huu ndio moyo ambao unaitwa al-mahmum. Rawahu Ibn Majah, hadithi hii imepokewa na Ibn Majah kwa nambari 4216. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 3291. Thalithan, jambo la tatu ambalo linakuwa ni sababu ya Muislamu kuwa na chuki katika moyo wake, kathratul ghadabi, ni pale Muislamu anapokuwa na jambo la kukasirika kwa wingi, wa adamu dhabti nafsi, na kutokuweza kuidhibiti nafsi yake, wa adamu tatbiqi tawjihi nabawi, na kutokufuata muongozo wa kisheria, muongozo aliokuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mad'atun ila alghilli walkarahiyati, yule ambaye atakuwa na sifa ya kasirika kwa wingi na kutokufuata muongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika moyo wake lazima atakuwa na chuki na jambo la kinyongo kwa watu wengine. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, laisa shadidu man ghalaba an-nasa, shujaa sio yule mwenye sifa ya kuwashinda watu, ukawashinda watu kwa maneno, ukawashinda watu kwa matusi, ukawashinda watu kwa tabia chafu na mbaya. Shujaa sio huyo. Mtume anamkataa, anasema innama shadidu man ghalaba nafsahu, hakika si vinginevyo, shujaa ni yule ambaye ana uwezo wa kupambana na kuishinda nafsi yake. Leo mathalan nafsi yako inakuamrisha kwenda kumuasi Allah jalla fi ula, mahala unapoelekezwa kuna fedha nyingi, ukipiga mara moja mchongo huu umetoboa kwenye maisha, lakini ukapambana na nafsi yako, ukaminyana na nafsi yako, ukaiambia nafsi, hapana, hilo ambalo walifuata ni jambo baya, la mkasirisha Allah jalla fi ula. Wallahi, ukizuia nafsi yako ukaweza kushinda vita hivi, wewe ndio shujaa. Hadithi hii ni sahihi, akhrajahu an-Nasa'i, ameipokea Imamu an-Nasa'i fi Sunan al-Kubra, katika Sunan al-Kubra utaipata kwa nambari 10229. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahihi Targhib, utaipata kwa nambari 2750. Wa fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine ya hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laisa shadidu bisur'ati, sio shujaa yule mwenye kuwashinda watu katika miereka, sio shujaa yule mwenye kuwashinda watu katika ngumi. Kila ambaye unasimama naye ukimtwanga yuko chini, knockout, huyo sio shujaa. Mtume anamkataa. Mtume anasema, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi, hakika si vinginevyo, shujaa ni yule ambaye anaimiliki nafsi yake pindi anapokuwa amekasirika.
Leo ni wangapi katika kazi wamekwenda kuziharibu kazi zao? Sababu ni nini? Ni kuto kuiweza kuimiliki nafsi yake. Bosi amemwita, kuna kazi umeiharibu, hii kazi mbona unaifanya hivi na awali haukuwa hivi? Kijana anaona bosi ananidharau, anamtolea maneno machafu, na hatimaye kuna wengine umpelekea mpaka kumpiga bosi hasa. Kisha akitoka pale anajisifu kwa wenzake, shenzi sana yule. Kwa nini bwana? Aniletea mambo ya ajabu ajabu, aona mimi ni fulani na fulani, hata watamchekea tu. Mimi siko hivyo bwana, asome namba hii, ndio namba chafu. Subhana al-Malik al-Quddus. Huyo sio shujaa. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 6114, Muslim kaipokea kwa nambari 2609. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 5375. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ndugu zangu katika iman, kulingana na muda ningependa nichukue sababu moja tu. Insha Allah nikipewa nafasi tutakuja kuangalia sababu zilizosalia na yale madhara ambayo yatapatikana baada ya kufanya kitu kinachoitwa chuki au hasadi kwa watu wengine. Wa min ahammi asbabi ghilli suduri wa hikdi alqulubi, na miongoni mwa sababu muhimu zinazowapelekea Waislamu kuwa na chuki katika vifua vyao na kuwa na kinyongo katika nyoyo zao, qillatu dhikrillah, ni pale mwanadamu anapokuwa ni mchache katika kumtaja na kumkumbuka Allah. Wajafafu lisani wal qalbi minhu, na hili jambo la Muislamu ulimi wake kukauka ukawa hauna sifa ya kumkumbuka na kumtaja Allah, na ule moyo kutokumtaja na kumkumbuka Allah. Wa qillatu duai, na mwanadamu kuwa ni mchache wa kuomba dua. Min asbabi fathi babi lishaitan, ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kufungua mlango wa shaitan. Bi an yalija minhu ila alqulubi, shaitani haweze kuingia katika nyoyo za Waislamu. Haithu yutraku hunaka, kwa namna kuna kwenda kuachwa ndani ya nyoyo za wanadamu hao majalun lilkhawatiri radia, sehemu ambayo itakwenda kuzalisha mambo machafu, mambo mabaya katika moyo wake. Muislamu anapokosa sifa ya kumkumbuka na kumtaja Allah mara kwa mara, ulimi wake unapokuwa umekauka, haupo majimaji kumtaja na kumkumbuka Allah, moyo wake hauna sifa ya kumkumbuka Allah jalla fi ula, sababu hii inapelekea kwa huyo Muislamu kufungua mlango wa sheitani aweze kuingia ndani ya moyo wake, moyo ambao haumtambui na kumjua Allah jalla fi ula, kwenda kupandikiza ndani ya moyo huo mambo ambayo ni machafu, mabaya katika maisha yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, idha dakhala ar-rajulu baytahu, pindi mtu anapoingia kwenye nyumba yake. Umetoka kwenye shughuli zako, umetoka kwenye kazi zako, wakati unaingia ndani ya nyumba yako, fadhakara Allah inda dukhulihi, mtu huyo akamtaja Allah wakati wa kuingia. Maulama wanasema mtu huyo akasema bismillah wakati anaingia ndani ya nyumba hiyo. Wa inda taamihi, na wakati wa kula kwake chakula akasema bismillah. Qala shaitanu,
Wakati huo sheitani anasema la mabita lakum wala ashaa, wafuasi wangu, jamaa zangu, leo hakuna sehemu ya kulala kwenye nyumba hii, wala hakuna kula chakula kwenye nyumba hii. Wakati umesema bismillah, waingia ndani ya nyumba yako, sheitani anawaambia watu wake leo hakuna kula wala kulala. Wa idha dakhala falam yadhkuri llaha inda dukhulihi, na pindi anapoingia kwenye nyumba yake na asiseme bismillah wakati wa kuingia. Qala sheitani huwa anasema adaraktumul mabita, leo wafuasi wangu mumepata sehemu ya kulala. Wa idha lam yadhkuri llaha inda ta'amih, na ikiwa hamtaji Allah wakati wa kula kwake chakula, qala sheitani huwa anasema adaraktumul mabita, leo mumepata sehemu ya kulala. Leo tujiulize mimi na wewe, wakati tunaingia ndani ya majumba yetu huwa tunasema bismillah, au unakurupuka ulikotoka huko, una mawenge na mambo yako ya ajabu ajabu, kila ukikaa mkumbuka mkeo kwa vile vinyago ulivyoviona nje, ukifika nyumbani tu wewe unataka mechi na mke wako, hakuna bismillah ya kuingia kwenye nyumba. Hivi ndugu yangu katika imani, unafahamu ya kwamba usipomtaja Allah hata katika tendo la jimaa, wakati unamuingilia mke wako, huenda ukashirikiana na sheitani mkamuingilia yule mwanamke mmoja, kwa sababu shayatin wanapenda kama tunavyopenda sisi, tena mapenzi yao ni makali na ajabu. Wakati ule unataka kumuingilia mkeo, muongozo na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unatufundisha ya kwamba useme bismillah, Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana fima razaqtana. Bismillah, kwa jina la Allah, ewe Mwenyezi Mungu, tuwekee mbali shaitan na utuwekee mbali shaitan kile ambacho kwamba utaturuzuku ndani yake, ambaye ni mtoto. Lakini leo mimi na wewe tujiulize, wakati tunawaendea wake zetu kufanya tendo la ndoa nao, tunakumbuka kuyasema haya maneno, au tunawapanda kama majogoo wanavyokimbiza wale kuku ambao ni majike? Mtu amekaa, hisia tu zimemjia, my honey, my sweetheart, my love, hebu njoo bana, mimi naona kichwa kishani changanya, haya twende kwenye mechi. Hauna bismillah, hauna dua. Ndiyo pale mtoto akija akizaliwa anakuwa kibaka, anakuwa teja, anakuwa mvutaji bangi. Kwa sababu gani? Wakati wa muingilia mkeo hakuna dhikri ambayo uliitaja wakati ule. Na vile vile katika nyumba, ikiwa husemi bismillah wakati wa kuingia, sheitani unaingia naye. Wakati unakula husemi bismillah, sheitani unakula naye. Ndio maana waweza kushangaa, una mzigo wa vyakula unakula, lakini after 5 minutes 10 minutes unamwambia mke wako hata sijui kichakula kimekwenda wapi, na umekula na swaiba wako hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo ikiwa ni wachache wa kumtaja na kumkumbuka Allah, tunampa nafasi sheitani aingie kwenye vifua na nyoyo zetu kupandikiza mambo yaliyokuwa machafu na mabaya. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 2018. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi al-adab al-mufrad, utaipata kwa nambari 834. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, khutba bado ipo, lakini kulingana na muda na wakati sina budi kuikata khutba hii. Ni kumwomba Allah jalla fi'ala anijalie mimi na wewe katika yale ambayo tuliyoyazungumza na kuyasikia yawe ni elimu na mafunzo katika maisha yetu kwa ujumla insha Allahu taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين. أقم الصلاة.